Mgombea urais wa Uganda Yoweri Museveni ameshiriki zoezi la upigaji kura siku ya Alhamisi Januari 15 ya mwaka 2026 katika kituo cha shule ya sekondari ya Karo kilichopo kijijini kwake Rwakitura. Museveni aliwasili kituoni hapo majira ya saa 5:25 asubuhi na kushiriki zoezi la uchaguzi mara baada ya kusubiri kwenye foleni kwa takriban dakika 12 kabla ya kukamilika kwa mchakato huo. Hata hivyo, zoezi hilo lilikumbwa na changamoto za kiufundi baada ya mashine za utambulisho wa kielektronic biometric kushindwa kutambua alama zake za vidole mara ya kwanza. Museveni ameeleza kuwa alifanikiwa kupiga kura baada ya mfumo huo kutambua kupitia sura yake. Akizungumzia changamoto hizo, Rais Museveni ameitaka tume ya uchaguzi EC kuchunguza uwezekano wa hujuma au uzembe miongoni mwa watendaji wake. Kufuatia hitilafu hizo za mitambo nchi nzima, Museveni amesema anaunga mkono uamuzi wa dakika za mwisho wa EC wa kurejea kwenye mfumo wa kawaida wa upigaji kura, huku akisema kwamba hatua hiyo ni muhimu ili kuepusha usumbufu kwa wananchi na kuzuia wapiga kura wasirudi nyumbani bila kutimiza haki yao ya msingi. Na wakati huo huo, matokeo ya awali ya uchaguzi nchini Uganda 2026 yameonyesha Rais Museveni wa NRM aliye madarakani anaongoza kwa asilimia zaidi ya kura zilizopigwa. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Uganda, Jaji Simon Bakama, amesema matokeo hayo yamezingatia vituo 133 vya kupiga kura yaliyowakilisha asilimia 0.26 ya jumla ya kura zilizopigwa. Bia Bakama alithibitisha kuwa taarifa zingine juu ya uchaguzi zitatolewa Ijumaa saa 3 asubuhi, wakati matokeo zaidi yanaendelea kuwasilishwa katika kituo kikuu cha kuhesabu kura kilichoko eneo la Wakiso. Awali, Jaji Bia Bakama amesema kwamba siku ya uchaguzi ilikwenda vizuri, ingawa uchaguzi huo ulikumbwa na changamoto za hitilafu ya kimitambo, ikiwa ni pamoja na mashine za kupiga kura zilizoshindwa kufanya kazi na kulazimisha shughuli ya upigaji kura kuendelea kwa njia ya kawaida, kitu ambacho haukuwa mpango wa tume hiyo. Lakini kwa upande wa mgombea upinzani ambaye ni Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine, amedai kwamba uchaguzi huo ulikumbwa na udanganyifu kuanzia kwenye swala la mitambo ambayo ilikataa kufanya kazi kama ambavyo mpango ulikuwa umepangwa kwa mara ya kwanza na tume ya uchaguzi nchini Uganda ambayo inafahamika kama EC. Haya, mtazamo wako ni upi? Tuambie, tuandikie hapo sehemu ya comment, lakini pia usisahau kusubscribe ili pia unapata notification kila story ambapo inawekwa kupitia kwenye account yetu ya YouTube.